السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Ndugu zangu, tuliahidi katika darsa iliyotangulia kwamba somo linalofuatia tutakuja kuelezea mata yathbutu hukmu nasikh, ni wakati gani inathibiti hukumu iliyokuja kuifuta ile hukumu iliyotangulia, ili mtu aweze kuifanyia kazi an-nasikhu na achane na mansukhu. Ni wakati gani inathibiti hukumu ya an-nasikh? La khilaf baina ahli al-ilmi, hakuna ikhtilaf baina ya watu wenye ilmu fi thubuti hukmu al-khitab an-nasikh, katika kuthibiti hukumu ya khitabu iliyokuja kuifuta hukumu iliyotangulia, fi haqqi man balaghahu hadha al-khitab, katika haki ya yule ambaye imemfikia khitabu hii. Hakuna ikhtilaf, maadhali tu khitabu ya an-nasikh imekufikia, katika hilo wanawazuoni hawana ikhtilaf. Faman balaghahu tahwilu al-qiblata ila al-Ka'ba, basi yule mtu ambaye imemfikia hukumu ya kugeuzwa qibla ikawa ni kuelekea al-Ka'ba baada ya Bait al-Maqdis, yahrumu alayhi tawajjuhu ila Bait al-Maqdis, basi ni haramu kwake yeye kuelekea Bait al-Maqdis. Hapo ndarudia tena, faman balaghahu tahwilu al-qibla ila al-Ka'ba, basi yule mtu ambaye imemfikia hukumu ya kubadilishwa kwa qibla ikawa ni kuelekea al-Ka'ba badala ya kuelekea Bait al-Maqdis, yahrumu alayhi tawajjuhu ila Bait al-Maqdis, basi ni haramu juu yake kuelekea Bait al-Maqdis kwa sababu khitabu ya an-nasikh imekushamfikia. Waqad ikhtalafa al-ulama, na kwa hakika wamekhtilafiana wanawachuoni, fima lam yablighuhu al-khitab an-nasikh, kwa yule ambaye haijamfikia khitabu ya hukumu ambayo ni an-nasikh. Wamekhtilafiana kwa yule ambaye haijamfikia khitabu. Fadhahaba qaumu, wakenda baadhi ya wanawachuoni, minhumul qadhi Abu Ya'li, miongoni mwa hao wanawachuoni ni huyo al-Qadhi Abu Ya'li, ila annahu la yathbutu an-naskhu fi haqqihi, katika kauli inayosema haithibiti naskhu katika haki yake, hatta yablighahu al-khitabu an-nasikh, mpaka imfikie khitabu ya ile hukumu ambayo ni an-nasikh. Yani ili naskhu iweze kuthibiti kwake, lazima ile khitabu ile kuja kufuta imfikie, kwa hiyo hukumu kwake itakuwa imethibiti. Lakini maadhali haikumfikia khitabu, basi haikuthibiti naskhu kwake yeye, halaumiki. Wahtaju, na wakasimamisha hoja, bi anna ahla Quba, kwamba watu wa Quba, lamma balaghahum naskhu tawajjuhi fi salati ila Bait al-Maqdis, pindi ilipowafikia wao hukumu ya kufutwa kadhia ya kuelekea katika sala Bait al-Maqdis, wa hum fi salati, na hali ya kuwa wao walikuwa katika sala, tahawalu ila jihati al-Ka'ba, pale pale walielekea upande wa al-Ka'ba, wa atammu salatahum, na wakatimiza swala yao. Falau lazimahumul amalu bin nasikhi, basi lao ingekuwa inawalazimu wao kuifanyia kazi hukumu nasikh bimujarrad nuzulihi, kwa kile kitendo cha kushuka kwake tu, lasta'nafu salata, basi ingewalazimu waanze upya kuswali. Yani iliposhuka ile aya inayosema qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Ilipoteremka aya hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma sahaba aende kule Quba akawasomea aya hii
na wakati huo watu wa Quba wao wanajua kuelekea ni Baitul Maqdis. Sasa huyu sahaba alipofika Quba aliwakuta wako kwenye swala ya al-asr, tena wako kwenye rakaa ya 3, rakaa 2 zimekwisha tangulia. Alipofika tu pale akawasomea qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Kwa hakika tumekwishaona namna unavyohangaika geuza uso wako mbinguni, tutakuelekeza kwenye kibla ambacho utakiridhia, basi elekeza uso wako upande wa msikiti mtakatifu ulioko Maka, na mahala popote mtakapokuwa elekezeni nyuso zenu upande ule. Sasa huyu bwana sahaba alipofika kwa watu wa Quba akawasomea wakiwa kwenye sala, pale pale wakageuka, badala ya kuendelea kuelekea Baitul Maqdis wakaelekea Masjidul Haram Makkah. Sasa hoja ya hawa baadhi ya wanawazuoni miongoni mwao Al-Qadhi Abu Ya'la wanasema kama nasxu inathibiti kwa kile kitendo cha kushuka tu, hata kama khitabu haijamfikia, hawa wangetakiwa zile rakaa 2 zilizowapita waanze upya, kwa sababu kule kwa mtume ilikuwa imekushashuka, wao walikuwa hawajapata taarifa. Lakini hawa mabwana hawakuanza upya, kuonyesha kwamba an-nasikhu inathibiti, yani nasxu inathibiti pale mtu atakapofikiwa na ile khitabu ya an-nasikhu. Wahtaju, na wakasimamisha hoja, bi anna ahla Quba, kwamba watu wa Quba lamma balaghahum nasxu tawajjuhi fi salati, pindi ilipowafikia habari ya kugeuzwa kwa kibla katika swala ila al-Baitul Maqdis, kuelekea Baitul Maqdis, wa hum fi salati, na hali yakuwa wako katika swala, tahawalu ila jihati al-Kaaba, walielekea upande wa al-Kaaba, wa atammu salatahum, na wakakamilisha swala yao, hawakuanza upya. Falau lazimahumul amalu bin nasikhi, la basi lau ingekuwa inawalazimu kuifanyia kazi hukumu nasikh bimujarradi nuzulihi, kwa kushuka kwake tu, lasta'anafu salata, ingeliwalazimu waanze upya swala. Hiyo ndio hoja yao baadhi ya wanawazuoni, akiwemo huyo Al-Qadhi Abu Ya'la. Wadhahaba qaumun, na wakenda baadhi ya wanawazuoni wengine, minhum Abu al-Khattabi, miongoni mwao ni mwanawachuoni Abu al-Khattabi, ila thubuti naskhi, katika kauli inayosema naskhu inathibiti bimujarradi nuzulihi, kwa kule kushuka kwake tu, fi haqqi man lam yablighuhu, katika haki ya yule mtu ambaye haikumfikia khitabu ya an-nasikhu. Baadhi ya wanawazuoni hawa akiwemo Abu al-Khattab, kwamba hata kama hitabu ya an-nasikhu haijakufikia wewe, naskhu imethibiti kwako wewe. Wakasema li anna an-naskha, kwa sababu naskhu binuzuli an-nasikhi, huwa ni kwa kuteremka ile hukumu iliyokuja kufuta, la bil ilmi bihi, si kwa kuijua hiyo hukumu, ni kwa mujarradi wa kuteremka, si kwa kuijua. Wa hadha, na masala haya yanafananishwa kalwakil, kama vile wakili yanazilu, anaondoka kwenye uwakili, bi'uzlil muwakkal, kwa kuondolewa yule anayemwakilisha. Kisha ondolewa yule anayemwakilisha, basi wewe huna uwakili tena. Wa illam yablughu al-'azlu, wa illam yablughu al-'azlu ala qawli, hata kama hazikumfikia habari za kuondolewa yule anayemwakilisha, kwa baadhi ya kauli ya wanawazuoni. Wal mukhtaru, na kauli iliyochaguliwa, huwa al-qawlu al-awwal, nayo ni ile kauli ya kwanza, li annahu wa in kana an-naskhu binuzuli an-nasikhi, japokuwa naskhu ni kwa kuteremka hukumu ya an-nasikhu, lakinna al-ilma bihi, lakini kuijua ile hukumu ya an-nasikhu shartun fi luzumi hukmihi, ni sharti katika kulazimiana na hukumu yake. Japokuwa naskhu huwa inathibiti kwa kuteremka ile hukumu ambayo ni an-nasikhu, lakini kuijua hiyo naskhu ndio sharti katika kulazimiana na hukumu yake. Unalazimiana vipi na hukumu na hali ya kuwa wewe haujajua?
Walistidlalu bimas'alati uzli alwakili, na kutoa dalili kwa masala ya kuondolewa wakili, ghairu wadhihi, dalili hiyo haiko wazi, liannaha mas'alatun far'iyya, kwa kuwa hayo ni masala ya kimatawi, mabniyatun ala alkhilafi, yaliyojengewa juu ya ikhtilafu, fi hadhihi almas'alati alusuliyya, katika masala haya ya kimsingi. Huwezi kujengea masala ya kimatawi tena yenye ikhtilafu katika masala ya kimsingi. Falau banaina hadhihi almas'alati alusuliyyati alaiha, basna lau kama tutayajengea masala haya ya kimsingi juu yake kwenye masala ya ikhtilaf, la lazima duwaru, ingelazimu marumbano. Sasa ili kuondosha marumbano lazima tukubaliane kwamba hukumu nasikhu, an-naskhu inathibiti kwa kule kutelemka an-nasikhu. Lazima imfikie khitabu yule mtu ambaye inatakiwa kwake ithibiti ile hukumu ya naskhu, imfikie khitabu, ndio hukumu naskhu itakuwa imethibiti kwake. Na hii ndio kauli iliyochaguliwa na wanawachuoni. Leo tutakoma hapo. Allah subhanahu wa ta'ala akituwafikia, tutakuja kuendelea anwa'un nasikh, aina za nasikh. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tulipe khairi kwa haya na tujalie tawfiki, innahu waliyyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.